Punga mkono wako hivi. Sema Mungu nifungue macho yangu. Sema kwa sauti kubwa. Sema kwa sauti kubwa. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tusome kile kitabu cha Nyakati. So ni Kumbukumbu la Torati 11:27. Tusome Ijumaa, turudie tena. Kumbukumbu la Torati 11:27. Baraka ni hapo mtakapoyafuata maagizo. Sasa maagizo watakapofuata ni kile kitu unachosikia kutoka ndani. Ijumaa nimewambia aina 3 kama sio 4 za Mungu kusema na mtu. Njia ya kwanza nikasema Mungu anasema na watu kupitia neno. Mhubiri anaposimama anapokufundisha, Mungu anasema kupitia mafundisho. Njia ya pili nikasema kupitia neno. Unaposoma neno la Mungu tunasikia Mungu anatusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu nisaidie. Ngopo ushindo. Ndio kinachana. Kuna mtu fulani shida mtanganyiko bana yupo. Mungu alimsemesha atoe sadaka kwa ajili ya jambo fulani lililopita. Akatoa sadaka. Sema tena mimi. Wakati alinisimulia, mimi nilikuwa na mfundi siku ya kazi. Kwa Mungu ndiye aliniambia kuna mtu analeta hela za mafundi. Sema tena mimi. Kwa alipokuja nikasema, basi biashara. Na nilijua mafundi wanadai shilingi. Kwa Mungu anasema usiwaze kuhusu mafundi, kuna mtu anaita kama mafundi. Akaja kwa yule mtu niliambiwa. Akaja. Akasema baba, nimekuja kutoa sadaka yangu hapo. Akanitoa sadaka kiasi fulani. Mimi nikashuhudia. Mimi nilichoambiwa tofauti na anachotoa. Sasa si mtu sadaka wewe kwambia Mungu ameniambia utoe kiasi fulani. Itakuwa kama mkomando, nikamwambia Mungu afanye bariki. Lakini karudi roho za Mungu umenidanganya. Mbona umeniambia analeta kiasi fulani na analeta nusu? Akaondoka. Na mimi nikakuja nikaweka nikarudi nimekaa. Kwa hiyo tuna maswali, nimesimama nina maswali na Mungu umenidanganya. Mbona mtu aliyesema na mtu analeta sadaka analeta kiwango kidogo? Na mimi nilikuwa nimelipa mafundi. Yule mtu akifika baba. Nikamtoa ndugu. Baba naona ninapozidi kutembea ndio nakosa amani. Nimalizie na hiki nilikiweka hichi kama akiba. Alitoa ile ambayo nilikuwa nimeambia. Sikumwambia chochote. Haya Mungu tu. Ila kicheko kilinishika sana kicheka mbele yake. Akawa ametimiza kile. Sisi tunafasiri kwenda nyumbani ndio nasidi kukosa amani. Ndio nasidi kukosa amani. Kumbuka sijamuomba wala sijamsemesha. Mimi nimepewa taarifa. Na yeye mhusika amepewa taarifa. Sasa kuna kila kitu kinaitwa akili na mizimu ya kweli pale. Kwanza hata umepeleka hata rangi. Unaonaje si mchungaji atachukua. Ulihesabu zile na kitabu. Umehesabu nyekundu na kitabu. Ukagua tupa. Lakini baada ya kupokea, anayekosa amani sio mpokeaji, ni wewe unaitwa. Sikiliza, tunaposema sadaka ya haramu si kwa ajili ya faida ya mchungaji, ni faida ya kwako ya kufungua milango iliyofungwa. Sema tena amina.
yangu. Mimi nikiamua wekeza kwa Mungu na wekeza. Siwafundishi kitu ambacho nisifanye. Ni hapa shule Ijumaa. Mimi mwalimu wa viazi. Sema tena mimi. Nilipata siku mbili na kitu. Kazi kidogo muda. Ziliisha hata 100 siku. Na nakumbuka wakati tunasikia ndani tunafunga hizo siku. Hata 100. Yaani nasikia kazi za kuchoka tu zinakwenda. Milioni 2 na kitu zinaenda. Hapo nafika nyumbani na kuuliza. Si ulilima viazi na mimi. Tunaweka kwa. Maana ukipeleka hela ukasema tunataka tuweke kwa Bwana, utaandikiwa matatizo kwanza. Tutatue kwanza. Na maana sio kila kitu unachofanya umshirikishe Mungu. Kuna kingine ukimshirikisha kama mama pale kaisi na mke wako mnaweza kuwa mnasali pamoja. Lakini kuna mmoja sasa haya haina. Nipiga huo mwisho wa mwaka nataka nivunje kiguu. Akivunja kiguu pa milioni 3. Nataka nipeleke milioni kanisani. Sasa unasema kanisani. Sasa anakuja kwanza. Anapiga chumbani, anaandika nguo ya mtoto. Anapiga hesabu kwa mwambia jumla 789,000. Mbona nipe kwanza hizo baki ndio peleke kanisani. Lakini wewe ndio umesikia. Nipeleke milioni. Muujiza mimi kupata kiwanja au ni wa pili sasa. Kumbuka tu yale tuongea hapa nipa nyumba. Sema tena mimi. Atupa nyumba. Ndio tukapoa kwenye kanisa. Sema tena mimi. Sema tena mimi. Sema tena mimi. Babu. Naona ndio nimempeleka juzi amechanganyikiwa. Iko katikati ya nyumba za watu wenye hela. Tupaue tu kabisa waambie huko. Hakuna kitu kibaya sadaka. Mimi napenda kumsikiza Mungu sadaka. Nimesema sadaka hiyo ina mambo mawili. Nasikiza tu Mungu alipo. Mimi nauza. Nauza kama Mungu kama ataniambia niwekeze kazi. Ila mimi kwenye maisha yangu sitaki iguse maisha. Nataka iguse huduma. Yaani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu ataniambia ninunue gari ya matangazo, nimalizie kanisa, nimsupport mtu mwingine. Unaweza kujua Mungu anataka kununua kiwanja fulani cha kanisa Ipinda. Kwa mimi nitamsikiza Mungu na mimi nitapeleka kule Mungu alikoniambia. Sasa tena mimi. Na nikipeleka kwa mfano familia ndio kama ya familia ndio tuambie hapa. Mimi kwa pale gari ifike. Pale gari ifike. Lakini sadaka zina maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya muumini, hela nilizotumia kwenye kongamano ni ndururuze. Tunapochukua kwa wanaume huko hela nilizoongeza kwa wanaume nikichanganya. Na hata eneo. Mimi nitangaza kwa madai kwa mtatie eneo karibu. Madai walikuwa wanahangaika. Watuonyesha maeneo zaidi ya 4-5. Kwa hiyo anatuonyesha za hapa. Sina hata nia, lakini kaambia madai. Sina uhakika ile ipo. Ndio mwezi wa 12 kuna hela hapo. Lakini Mungu anakuambia, sikiza sasa. Umewekeza upate afa kwenye kongamano na kuja. Mungu anataka utumie hizo ulizonazo. Mimi hakuna kitu kinaniumaga na kinanipa hasira. Kama tunamaliza kitu tuanze bado ni baki. Wewe baki. Kuna watu wanatukanaga kwa matusi. Jamani hapa tumefeli hela za mhubiri lakini haupumbavu gani? Sisi tunataka maana hajaona kile ulichoona wewe.
unamlazimisha ingie kwenye baraka. Sasa baraka yote ikiisha bado manunguniko, yule mtu ataona faida. Hela yoyote ukitoa, ukinungunika, hiyo hela umeitupa. Maana Mungu hawezi kubariki mahali pa